Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim, amma ba'du. Leo sisi tuko hapa kama jamii ya watu wa Lamu County. Tuko Mombasa hapa kutoa kadhia ambayo inaendelea sasa, ni mwaka wa 11 kutoka kuweko roadblock, usiku magari hayaendi Lamu County. Kwa hivyo tunataka kuombea serikali, hususa rais wetu Rais Ruto, kumwambia kuwa umefika wakati roadblock ifunguliwe, kwa sababu hii roadblock imetuletea hasara kubwa sisi kama jamii ya watu wa Lamu. Sasa ni miaka 11, hasara ya uchumi wetu, hasara ya social yetu, hasara ya kila kitu ambacho sisi kama jamii wa Lamu. Na pia vile vile naiomba serikali kupitia waziri wa usalama, Waziri Murkomen, kuhusu barabara ambao kuna security sehemu ya Sabaki, ambako tunadhalilishwa sisi kama jamii, tunateremshwa kama jamii na tunaulizwa vitambulisho kama ambao sisi si wa Kenya. Kwa hivyo naomba Bwana Murkomen uliingilie kati sasa, mwaka wa 11, na hii haiathiri jamii yetu peke yake, sababu pale Sabaki ni njia ya kwenda Garissa, ni njia ya kwenda Tana River, ni njia ya kwenda Lamu County. Kwa hivyo naiomba serikali, tena naiomba hususa wakati huu Rais Ruto takuwa Mombasa, hii hakikisha kuwa roadblock imefunguliwa, sisi kama jamii na sisi tuna uhuru kama jamii zote zingine. Kwa hivyo nawaomba sisi kama jamii tuwe watulivu, na mimi na hakika baina ya leo mpaka baada ya wiki moja barabara zitafunguliwa, Mungu akipenda inshallah. Amen. Shukran wa billahi tawfik. Mimi kwa majina ni Mheshimiwa Mohamed Hashim. Nimewahi kuwakilisha kwenye bunge la kitaifa Lamu East Constituency. Nimewahi kuwa waziri msaidizi, na nimewahi pia kuwa spika wa kwanza wa kaunti ya Lamu. Nami naungana na Bwana Sultan kwa maneno aliyozungumza. Jambo hili limekera watu kwa muda mrefu, limekera viongozi, limekera wanadini, na limezungumzwa katika kila nyanja linalostahili kuzungumzwa. Hakuna yoyote tutakayoyaeleza ambayo itakuwa hayajaelezwa. Hili limesababisha uchumi wetu kwenda chini, kwa sababu limekuwa likiathiri sana biashara zetu. Lamu County, Tana River County, Kilifi County na Garissa County. Na nikisema Garissa County pia Ijara na Mandera zaingia. Kwa hiyo mimi nataka kuiomba serikali pia, na sisi tunajua Ruto ni mtenda kazi na apenda marginalized, kama vile alivyorekebisha kwenye vitambulisho, na hili pia alirekebisha. Ni imani yetu viongozi wengine katika jamii ya wapwani wote, ambao kutakuwa na kongamano kubwa hapa Mombasa, jambo hili pia lizungumzwe, kwa sababu hatuwezi kuwa na kaunti fulani ziwe zanyanyaswa au zanyanyasika kwa sababu ya mipangilio ya serikali, na zingine ziwe haziathiriki. Kwa sisi wa Lamu kama marginalized people lazima kuwe na mipango ya kutusaidia ili tuwe sawa na Wakenya wengine.
Kwa hayo machache, na tukua tena hii fursa ya kusema jambo hili limekera sana watu. Kwa hiyo serikali lazima itafute njia ya kuweza kutatua yale yaliyotendeka juzi katika kupigania watu wa Lamu. Mimi nayaunga mkono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Ustadh Arumi Hussein, imamu pamoja na mwalimu wa madrasa ambao msikiti wangu uko for Jesus pale. Msikiti wenyewe waitwa Masjid Mihrab. Alhamdulillah, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutukusanya mahala kama hapa. Malengo makubwa katika mkusanyiko kama huo ni kilio chetu ambacho tutataka kukipeleka kwa serikali kuu kwa hali ambayo kwamba leo inautukumba kama sisi jamii wa Lamu. Kwa hakika kama namna alivyozungumza al-akhi kiongozi wetu Sharifu wetu Sultani, kulingamana na yale ambayo aliongea, leo imekuwa ni idhlali kubwa katika jamii yetu, hususa jamii yetu ambayo kwamba ya Lamu. Leo kuona katika kaunti zote mambo kama haya yanatokea na wanawekewa yale ambayo kwamba ya kuwekewa, lakini utayaona kwetu sisi leo kidogo yamepita mipaka, mpaka imekwenda kuzorota kwamba utume wetu ambao kwamba umeweza kushuka chini. Sasa tumuomba rais wetu kipitia pamoja na waziri wake, jambo kama hili aliangazie kwa urefu sana, kwa sababu sisi jamii ndio ambao kwamba tunaumia. Sisi jamii ndio ambao kwamba tunawadhalilika. Leo ukiangalia hali kama hii, wazazi wetu wana usumbufu wa hali ya juu, wenye biashara wana usumbufu wa hali ya juu, kila pembe ambao kwamba ya Lamu leo ina usumbufu kwa sababu ya kuwekewa kafi kama hii ambao kwamba kwa muda mrefu kama mlivyosikia, muda miaka 11 leo. Na ile hali kwamba serikali ina uwezo wa kuweka mambo ambayo kwamba hayatadhalilisha wananchi, bali mambo kama yale yatawasaidia wananchi, watafute ile ndia ambayo kwamba itaweza kuwasaidia wananchi kuliko kuwadhalilisha wananchi. Na tusemi kwamba serikali siweke usalama, sawa, usalama wa serikali ndio usalama wetu sisi, lakini itafute ile mikakati ambayo mwananchi atakuwa si mwenye kuumia kwa muda mrefu. Hapa kwamba leo ukitaka kufanya biashara ya kutoka Mombasa na Lamu leo ni jambo ambalo kwamba gumu kabisa, kwa sababu ukitoka hapa usiku umekuja hapa asubuhi huwezi kuondoka kwa siku kama ile. Sasa tuomba serikali ikipitia pamoja na waziri wake iweze kutusaidia jambo kama hii, itafute mikakati iweze kutufungulia barabara kama hii, na sisi kama wanati wa Lamu au kama wananchi wa Lamu tuweze kufaidika na barabara kama hii, tuweze kuyafanya yale malengo ambayo kwamba sisi tunayatafuta kama jamii. Ikiwa leo serikali itatuonyesha unyonge kama huu, basi itakuwa sisi hatuna uhuru katika Kenya. Itakuwa kama boda hii ambao kwamba sisi tumewekewa ile hali kwamba sisi ni wanati na ni wananchi wa Lamu ambao kwamba sisi tuna haki ambao kwamba ya kwenda na kurudi kwa wakati wote ambao kwamba tunataka. Vile vile tuiambia serikali na tuiomba serikali iangalie kwa uzoefu jambo kama hili liweze kutusaidia tuweze kupata haki zetu sisi kama jamii ambao kwamba jamii nyingine. Nafikiri kwa haya, shukrani wa sabtu, majazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Hassan Abdallah Al-Beit, nimekuwa area councillor wa Wito hapo matatizo ambapo yaanza, kisha nimekuwa meya wa Lamu na mpaka leo naishi Lamu na Mombasa. Haiwezi kupita wiki moja mimi siende Wito. Mimi nataka kumwambia rais kupitia kwa waziri wetu Murkomen, hakuna curfew ya miaka 11, hakuna. Labda watuletee kipengele cha sharia kuonesha kuna curfew hiyo. Curfew ina muda fulani. Number 2, tunataka kujua natija ya curfew mpaka sasa iliyopatikana ni ipi, kwa sababu sisi tunayo natija ya curfew. Natija ya curfew imetumaliza sisi kiuchumi, imetumaliza sisi kiugonjwa, imetumaliza sisi social.
hatuwezi kufanya harusi zetu tunavyotaka, hatuwezi kufanya biashara zetu tunazotaka. Sisi kama watu wa Witu, sisi kama watu wa Bajunini, tusafirisha samaki usiku, tumekuwa hatuwezi kusafirisha samaki usiku kwa sababu ya haya matatizo. Sisi tuwatinda ng'ombe Witu, tukileta Malindi ndio capital city yetu, twauza turudi, hatuwezi kufanya hivyo. Tumekuwa tuna matatizo. Hii ni security ambayo iko imetufanya sisi tusiwe na amani kabisa, kwa sababu hatuna raha. Raha ni kuwa na uchumi. Ukiwa una uchumi utaweza kufanya haya mambo. Jambo lingine, Kenya hivi sasa technology iliyoko ya security imeendelea sana. Hata watu wakipigana huko Middle East hawapigani tena kwa askari, wapigana kwa hizi madrone. Kwa nini hakutumiwi madrone huko kwa itwaje Boni Forest, kupigwa madrone kote kuonekane hawa watu? Kwa nini watu wasende wakakaa kwenye boda wakatalia watu kuingia huku? Kwa nini askari wetu wasimama kwenye barabara? Kwenye barabara ndio kwenye victim, tukipigwa tutapigwa sote. Waende katika buffer zone, wahakikishe kule hawa watu hawaji. Kisha masala ya sabaki, sisi hatuna matatizo na askari kabisa, yatakawele, na pengine hatuna tatizo na serikali, lakini pengine mapewa habari ambazo sizo. Na ndio yatakana mara nyingi serikali ikitaka kufanya security ikae intelligence, ikae na watu wenyewe, ndio wataweza kuambiwa ile matatizo exactly yako mahali gani. Bwana Ruto, mimi ni deputy party leader wa PAHA. Sisi tulikunga wewe na tukakupigia kura na ukashinda. Watu wa Lamu, kitu tunachotaka hivi sasa, uchumi wetu urudi. Na uchumi wetu si wa wazungu. Wa wazungu ni kwa kuongeza. Uchumi wetu ni wa mashambani. Kuanzia Garseni mpaka Bajunini mpaka Kiuga ndio uchumi wetu. Ndio tunapolima simsim, ndio tunaolima maembe yetu, ndio tunaolima korosho yetu, ndio tunaolima pamba zetu. Ikiwa security itakuwa yani is not universal, yawe kwa mahali fulani hakuna, itakuwa nyinyi mwatunyima haki zetu za katiba. Ndugu zangu, nataka kuambia ulimwengu, Kenya ilianza Lamu, haikuanza Nairobi wala Mombasa, wala haikuanza Kisumu. Kwa hivyo hii ni county iliyoanzia nyinyi kupata hii nchi ya Kenya. Tukapigana siku zote, tukapigana na Waportugisi, tukapigana na watu wote kwa na British kuwapatia hii nchi. Leo fadhila zenu ni kutuwekea kafi, mwatufanya watumwa katika nchi yetu wenyewe, mwatufanya watumwa. Ama mtu akiwa hana kitambulisho mpaka asumbuliwe. Kwani hamuna vifaa vya kuangalia gari? Mtu asishuke mkaangalia. Si tunataka gari zisikiwe. Tumieni system muangalie. Lazima mteremshe watu wote, wamama, wazee wateremshe. Kwa nini? Hiyo si sawa, ni kinyume, ni violation of the constitution. Hiyo si sharia. Kwa hivyo sisi tukuomba Bwana Ruto kupitia kwa Murkomen, kama walivyotangulia kusema wenzangu, tushirikiane katika kuweka usalama na ifunguliwe roadblock. Leo ukifika Gamba saa 11 waambiwa rudi. Hujui utalala wapi, Garseni hakuna hoteli, hujui utakula wapi, hujui gharama zako ziko vipi, waambiwa bila kutumia. Ukifiliwa leo huwezi kwenda kuzika. Kwa sababu gani? Imefungwa mahali pale. Kwa hivyo sisi tuomba roadblock zifanye sahali katika kucheki, na Gamba iondolewe. Basi leo kuna basi zimeingia Dreamline, kuna Tawakal, kuna Tahmid, kuna basi 4, zote zinataka kutembea usiku, haziwezi kutembea usiku. And it's not fair what you are doing to us. Si sawa mnavyotufanyia hivyo. Ikiwa hamtaweza kurekebisha, then the other solution, we will go to court and protest this in the court and appeal. Shukran. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Abubakar Bausi, ni miongoni mwa mashekhe na wahubiri, na vile vile ni mwanaharakati katika masala mbalimbali yanayohusiana na siasa na mengine. Mazungumzo yaliyozungumzwa na wenzangu yametia ari sana na moyo, kiasi ya kwamba yamenipatia motisha mkubwa sana kutumia hili neno la Kiingereza kusema let us call a spade and not a big spoon. Sisi ni wanati wa Lamu,
Kimaisha kila mmoja hupotelea popote akenda. Kuna yule ataenda kuishi Nairobi, kuna yule ataishi Mombasa na kwinginepo. Lakini kulingamana na hali inavyoendelea Lamu, leo hivi sisi tukizungumza, wazee wamezungumza, sisi tuzungumze kwa niaba ya mayouth, na lao wazazi wetu wangekuwa hapa wa kike, ingekuwa hii press haiwezi kunukuu mazungumzo yote hawa wazazi wetu, ingekuwa ni kilio tu. Si kwamba hatujafanya consultative meeting na wazazi wetu wa kike, wao pia walikuwa tujoin na sisi katika shughuli kama hii, lakini wakasema kilio chetu itafanya hata ile press isionekaniwe, ionekaniwe labda kuna mazishi, kuna huzuni, kulingamana na mchakato ulioko katika kaunti yetu. Sisi we are not against hizi roadblocks, kwamba kwa nini zimewekwa. Ni sawa kuwa na security, kuwa na scrutiny ya kuangalia, kwa sababu kuweko kwa hizi roadblocks kunaweza kupatikaniwa mambo tofauti tofauti. Maaskari wanaweza wakashika mihadarati, wakashika silaha, lakini chenye ambacho kinatufanya sisi tuwe na masikitiko si hii scrutiny ya maaskari kuangalia usalama wa nchi, ni usumbufu wa wanati, kama kwamba wao si wakaazi wa pale mahali. Pili, ni kama kwamba wao wanatitiwa kama second class citizen, na sisi ni wapiga kura kama watu wengine, despite ya kwamba sisi ni marginalized, lakini tupewe zile haki zetu za kimsingi, kwa sababu article 39 of the constitution imetupatia freedom of movement. Kwa nini haki hii igandamizwe kwa mnati wa Lamu County na sio kaunti zinginezo? Mbali ya kwamba Lamu County katika kaunti 47, sisi kaunti yetu ni kaunti tajiri. Kaunti kama hii yataka ubembelezaji, kaunti kama hii yataka ustaarabu. Hivi inavyotutumia sisi na inavyotupeleka sisi, hata investors ataogopa kuja kuinvest katika nchi yetu, ataogopa kuinvest katika counties. Tuna mawaziri mbalimbali wa kutafuta trade na ma-investors ambao waje pale Lamu County, lakini wanapoona usumbufu ya wanati wenyewe wanalalamika, hao ma-investors watakuja vipi iwapo sisi tayari tunawapatia wao symbolic ya kwamba hapa hakuna amani? Na sivyo, kwa sababu tunavyofahamu sisi, iwapo mahali hakuna amani kunaangaliwa. Ikiwa boda hii ndio inasababisha haya mambo, basi hizi boda, hizi roadblocks ziwekwe sehemu za borders, si kuweko katikati ya barabara. Leo mzazi anapotokewa na ujauzito na ni emergency, aondoke Lamu aende mfano Witu, ni changamoto kubwa sana. Vifo vinatokea barabarani. Leo tunawaterrorize hata watoto wadogo wasiokuwa na hatia. Mtoto mdogo anaingiliwa na maaskari kwenye gari, anatolewa, askari amejifunika mauso na mabunduki. Mnatoa legacy gani nyinyi kama viongozi? Watoto pale, mzazi amekaa na mtoto wake, aona maaskari wameingia. Kinachomtoa ule mzazi kwa fujo lile na kutumia excessive ni nini? Eti kitambulisho. Hakuna kitu kingine, hajamshika na bunduki wala hajamshika na mihadarati. Ni kitambulisho kitamtoa ule mzazi, atolewe nje, anyanyaswe, atolewe lile begi lake, atolewe nguo zake, atupewe chini, kisha ambiwe mwenyewe azikusanye aregeshe. Hii si haki, kwa sababu Lamu ni miongoni mwa kaunti ambazo zimepigia hata serikali hii usumbufu huu, kama wanavyozungumza wenzangu, miaka 11. Ikiwa miaka 11 kweli hii boda, hizi roadblocks zimewekwa kwa sababu ya wahalifu, mbona hatujaona on board hata mhalifu mmoja kupelekwa kotini? Miaka 11. Mbona tunaona tu usumbufu wa common mwananchi asumbuliwa katika roadblocks? Haya si mambo ambayo ya kuyazungumza, ni mambo ya kuliza na mambo ya kuonesha unyanyasaji kwa jamii yetu na Lamu County kwa jumla. Kitu cha mwisho kumalizia, ndugu zangu, ni kwamba sisi kama wakazi wa Lamu tunapozungumzia haya, hatuleti ugomvi wala kutaka kushindana na serikali, lakini tutoa hisia zetu za unyonge kwa haki zetu kugandamizwa kama wananchi na watu ambao wapiga kura katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo
Haya yote yaliyozungumzwa ina conclusion ni kwamba sisi tunaomba rais, kwa sababu kaunti ya Lamu historically tunaona akitoka kiongozi huyu baada ya miaka mitano, labda akija mwingine, Mwanatu wa Lamu atapata afueni. Kwa hivyo ni imani yetu kubwa sisi, bwana rais, His Excellency the President of the Republic of Kenya, kilio kama hiki si kilio cha watu binafsi. Hiki ni kilio inclusivity ya watu wote wanaoishi pale Lamu, na si kilio cha Waislamu, ni kilio cha community. Pale tuna kabila tofauti tofauti Lamu sisi, na hatuzungumzii hili wala kuteta hili kwa sababu ya uswahili wala ubajuni. Tuzungumzia county nzima at large, watu wanasumbuka jameni. Kwa hivyo tuomba kilio kama hiki kiweze kusikizwa, na twaomba, ni haki yetu. Twatumia lugha ya kuomba despite kwamba ni mandatory kwetu sisi kupewa hii haki ya kimsingi ya safety yetu ya movement na uchumi. Kama alivyozungumza mzee wangu, uchumi umezorota. Leo mtu anachukua gari ya samaki, masamaki wanamuuzia njiani matani ya masamaki kwa sababu ya boda zilizoko pale. Leo mtu ametokewa na emergency, hana uwezo wa ndege, lakini inalazimu contribution of the family, watu wamchangie, wamsafirishe, maana akifika mahali fulani atazuiwa, hatuweza kupita. Watu wanakimbia kwenda kuzika, hawapati maiti zao bwana. Kifika kule maiti yashazikwa, na kama mnavyojua sisi baadhi yetu maiti zetu hawakai. Unapata kwamba tukuweza kuwasubiri kwa sababu maiti hawezi kukaa, tumemzika. Ni nini? Roadblock. Tunaomba kama wanati wa Lamu, kama wapiga kura, kama first class citizen, we are not second class. Sisi kama marginalized, Rais Ruto katika narrative yake alisema marginalized watakuwa bottom up. Kwa hivyo moja katika bottom up tuangalie katika haki yetu ya kimsingi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni An-Nisaa TV.